Si mimi niko hapa. Kwani tutangojea mwaka moja? Si ni kesho. So wacha mambo tuendelee vile tunaendelea. Wakenya wenyewe watajionea, watu wa mlima wenyewe watajitokeza, watasema yale wanafikiria, na mimi pia niko na majibu ya vile mambo itakavyoendelea, kwa sababu mimi nimekuwa nikitembea mlima Kenya nafikiri sasa miaka 20. Hii urafiki nimetengeneza na watu wa hapa mlimani sio urafiki ya miezi, sio ya masiku, ni urafiki wa miaka. Na hiyo urafiki wa miaka hauwezi kuidadizi kwa miezi michache. So kuna vile mambo inaendeshwa na vile tutaenda mbele pamoja. Mwenzangu kutoka Weru ako na a better question would be mbona umekawia huo muda wote hujakuja upande huu wa mlima? Kwa sababu ni kwa sababu kwamba wewe mwenyewe hutarajii kukaribishwa kama vile ungekaribishwa hapo awali, kwa sababu imekuchukua takriban miezi 6 kufika hapa mlima Kenya. Hayo maeneo mengine umeenda kama mara mbili, mkoa wa Pwani, Western umeenda kama mara 2, Nyanza umeenda, hapa mlima hujafika. Ni kwa sababu wewe mwenyewe unahisi kwamba kuna kitu ambacho kinaweza kuwa kinakuzuia usifike mlimani? You know, these are hypotheses. Nyinyi mnaweka tu mambo. Mimi nataka nikueleze hivi. Nimekuja hapa mlimani baada ya miezi 6. Januari nilienda Northern Kenya. Sikuwa nimewenda Northern Kenya baada ya uchaguzi. Hiyo ni miaka ngapi? Miaka 2. Sijapata kwenda Ukambani karibu mwaka mmoja. Sijapata kwenda Kisii kwa muda mrefu. Lakini niliamua mwaka huu ya kwamba kuanzia Januari, kwa sababu kuna vile nilikuwa nimepanga kazi ya Kenya. Vile unavyoelewa, wakati tumechaguliwa tumekuwa na changamoto nyingi, na ikawa ni lazima nipange vile nitayashughulikia haya mipango. Vile tumekuwa na changamoto ya kiuchumi, tumekuwa na matatizo ya madeni, na ikawa ni lazima nipange vizuri ndio nipunguze changamoto za taifa, na vile vile nipange vile ile manifesto nilikubaliana na wananchi wa Kenya na wakanichagua kwa sababu ya hiyo manifesto. Pia nipangie vile hiyo manifesto nitaitekeleza, kwa sababu najua ya kwamba baada ya miaka 5 kutakuwa na mtihani, na ile mtihani itahusu ile ahadi nilitoa, manifesto nilipatiana kwa wananchi, vile nilisema nitafanya mambo. Wananchi watachukua ile manifesto waangalie nimefikisha wapi kutekeleza ile manifesto, na waniweze kunipatia marks. Lakini wacha nikueleze hivi, kwa haya miaka 2 nimeshughulika na mambo ya kudhibiti uchumi wa Kenya. Wakati nimechukua usukani, ile kitu inaitwa inflation ilikuwa 9.6%. Kwa sababu ya kazi tumefanya kama serikali, tumepunguza hiyo inflation, saa hii iko 3.5. Wakati nimechukua usukani, wewe unajua vile dona ilikuwa imesonga mbele. Saa hizi tumeidhibiti vizuri, 128, 129. Vile vile tumehakikisha ya kwamba matatizo tulikuwa nayo ya mambo ya mafuta, bei ya unga, mambo haya mengine tumeyashughulikia ndio tuweze kudhibiti uchumi wa Kenya. Na mbali na kudhibiti uchumi wa Kenya, pia ile manifesto nilisema mambo ya wananchi karibu milioni 5 walikuwa katika ile inaitwa CRB. Mimi nilisema katika manifesto yetu tutakuwa na Hustler Fund ambayo, na tutatoa wale wananchi milioni 5 kutoka CRB. Hata
tukatoa zaidi ya milioni 5, milioni 7 tukatoa kwa CRB. Leo kuna Hustler Fund Kenya. Nikiongea na wewe, zaidi ya wananchi milioni 4 wanafaidika na Hustler Fund. Nilisema utapata mkopo bila ya wewe kuwa na title deed ama logbook, na leo zaidi ya wananchi milioni 4 wanaendelea na Hustler Fund. Hiyo ni moja nilisema. Nilisema vile vile tutashughulika na mama mboga, tuhakikisha kwamba fanya biashara mahali kuna heshima, mahali kuna maji. Leo tunajenga soko karibu 240, 87 soko 87 zinajengwa hapa Mlimani. Zingine zimeisha kama ile ya Karatina hapa. Ukimuuliza mjumbe wa inaenda kwa Nanyuki Town, na soko zingine nyingi na kazi nyingine nyingi. Kwa sababu hiyo ndio nimekueleza ya kwamba imenichukua muda nifike hapa, miezi 6, lakini kuna sehemu zingine imenichukua muda mrefu zaidi. Lakini ya muhimu sasa niko hapa na niko na report card. Mahali barabara za Maumau zimefika, mahali barabara zingine zimefika. Ni nini nafanya kuhusu kahawa, ni nini nimefanya kuhusu chai, ni nini nimefanya kuhusu maziwa, ni nini ninafanya kuhusu kuunganisha wananchi na stima, soko, affordable housing na kazi zile zingine zote. Na nitatembea hii mlima mpaka mtaniuliza kwani huna mahali pengine pa kwenda. Mheshimiwa Rais, unajua Mheshimiwa Rais, unajua sababu ya niulize ile swali ni kwa sababu ni kulingana zile kura ambazo ulipata Mlimani huko Mount Kenya. Kiwango cha kura ambacho ulipata huku Mount Kenya na vile ulikuwa umezoea kuja awali, hiyo ndio inaleta hili swali lote. Umetaja mambo ya soko, Mheshimiwa Rais. Ulipokuwa Meru Januari 2024, uliwacha umeahidi kwamba soko 9 zitajengwa Meru. Mpaka sasa, Mheshimiwa Rais, ya Maua ndio ilianza just the other day, katikati ya huu mwaka. So ya Kianjai ulisema umeiongezea milioni 100 ikafika milioni 150. Haijaanza. Mheshimiwa Rais, unasema haijaanza? Ulisema hiyo ya Kianjai, unasema haijaanza? Imeanza. Mimi na wewe twende kesho. Twende. Tuone kama imeanza ama bado. Twende mimi na ya Kianjai. Ndio. I will challenge you because nilienda Kianjai, nikaambia watu wa Kianjai, hii soko ambaye it is proposed ni ndogo. Mimi nitaenda niwaongezee pesa. Saa hizi tunajenga soko ya milioni 250 Kianjai na contractor yuko pale. Mimi na wewe tukienda leo, and I want to challenge any media house, waende waangalie kama inajengwa. Mheshimiwa Rais, na soko zingine 9 zinajengwa Meru. Ulisema Nithi Bridge, Mheshimiwa. As I'm talking to you. Tumesema soko. Nimekueleza. Na sio Meru peke yake. Soko 87 zinajengwa in every part of this mountain. Nimekuambia hii ya hapa Karatina iko tayari. Soko ya mimi naenda kesho, soko ya Naromoru inaendelea kujengwa. Almost 40% inaendelea. Ulitupea siku ngapi? Ulipokuwa Meru ulisema mwisho wa mwaka wa 2024 hizo soko zitakuwa zimeisha. Sasa unaona you are shifting the goalpost. Ulisema soko haijajengwa, sasa unasema inajengwa lakini haijaisha. Sasa wewe bwana, tutaongea haya mambo ya maendeleo, lakini Oscar, kuna kitu ambalo tuharakisha alafu ndio tunaam. Shukrani sana Mheshimiwa Rais. Na nitakuomba kwamba nikurejeshe nyuma kidogo kwa lile swali ambalo mwenzangu alikuwa anauliza, lakini kwa njia tofauti. Kuja kwako hapa Mlima Kenya umesema kwamba umekuwa na shughuli za ujenzi wa taifa hapa na pale, lakini bila shaka tumejaribu kuangazia na kufuata kwa karibu maandalizi yako ya kuja hapa yamekuwa na utofauti mkubwa sana ukilinganisha na yalivyokuwa yanafanyika. Kwa mfano, acha nikupe
kumekuwa na mikutano kadha wa kadha ambayo imefanyika, hata mojawapo ilifanyika katika ikulu pale Nairobi, na viongozi ambao wanaonekana ni kana kwamba wanapinga serikali kutoka kwa mlima hawakujumuishwa. Inamaanisha nini? Kunani? Ni nini ambacho kinaendelea hapo mlimani? Unajua wewe ufanye kazi ikulu. Sasa si uniwachie kazi ya ikulu nifanye, ndugu yangu. Na unajua mtu wa kualika watu ikulu ni mimi. Na ukiona ikulu pale, viongozi wengi wanakuja ikulu. Juzi nilikuwa na viongozi wa Meru. Hii wiki peke yake nimeonana na viongozi wa kutoka Western Kenya, wabunge karibu 40 walikuwa pale. Sio wote walikuja, kuna wengine hawakukuja. Nimekutana na viongozi wa kutoka Lower Eastern hii wiki hii. Sio wote walikuja, kuna wengine hawakuja. Unajua kuja ikulu hakuna lazima, ni kwa mtu kupenda. Na ukishapatia mtu mwaliko na asikuje, huwezi sasa kumwekea lawama. Lakini wacha nikueleze ya kwamba mimi niko mlimani. Na mimi nimekueleza, mimi ndio huyu hapa. Na hii mlima, vile nimetembea hii mlima, nimetengeneza urafiki na watu wa mlimani hapa. Hata ingawaje kuna changamoto nyingi za kitaifa, sijapata nafasi ya kutembea kila mahali vile ningependa. Unaelewa ya kwamba baada ya mambo yaliyofanyika mwaka uliopita, hatukuweza kupitisha finance bill ambayo ilikuwa na mipango mingi ya serikali ya Kenya. Ikabidi mimi nifanye ukarabati ndio mambo yaweze kuendelea Kenya vizuri. Nikapanua serikali ndio tuweze kupata uwezo wa kusukuma mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Nikapangana na watu wengine wengi ili tuweze, kwa sababu mimi mpango yangu ni vile Kenya itafaulu, ni vile manifesto nilio wauzia wa Kenya wakanichagua itatekelezeka. Hiyo ndio mpango yangu, na ndio sababu hiyo kazi sasa nimefanyia ukarabati, sasa imeshika laini, uchumi imeshika laini. Kwa sababu uchumi imeshika laini, nimepanga sasa vile affordable housing inaendelea, universal health coverage inaendelea, markets inaendelea, hostels inaendelea, barabara ndio hizo nimekamilisha karibu wiki moja imepita. Zaidi ya bilioni 170 tumepata kutoka market kwa sababu tumechunga uchumi wa Kenya. Sasa barabara za Mau zinaendelea sehemu tofauti tofauti. Kwa mfano, wacha nikueleze. Barabara za Mau tuko na kilomita 560. Kiambu, Murang'a, Nyeri, sehemu kidogo Nyandarua, sehemu kidogo Embu, sehemu kidogo Tharaka Nithi. Hizo barabara kwa ujumla is above 55% zikiendelea. Ile kidogo nimepata matatizo nayo ni barabara ya pale, barabara ambayo inaunganisha Maragwa, Kandara, Kiharu na Kangema. It's about 31 kilometers. Hiyo ndio kidogo iko chini, about 5%. Na tayari tumezungumza na contractor pale. So now some of those roads I am going to inspect them because they are going on in my trip. Asante mheshimiwa. Vile acha tu nikueleze. Vile kwa sababu ni vizuri nikueleze na niwaeleze wananchi wa hapa county hii. Vile nilienda China mwaka uliopita 2023 na nikapata pesa karibu shilingi bilioni 36 ya barabara. Kwa hiyo shilingi bilioni 36 nilichukua bilioni 15 nikaweka hapa mlimani. Hapa Nyeri hapa nimeweka barabara ya kutoka Ishamara kwenda Rutune mpaka kwa river pale, hiyo kilomita karibu 45 inaunganisha Mukuruweni na Tetu. Nimeweka Nyandarua barabara 2, barabara ya kutoka Ndaragwa
kwenda Kanyagia mpaka Subuku, almost 50 kilometers. Saa hii inaendelea. Ukiuliza mjumbe wa pale anaitwa George Gachagua atakuambia hiyo barabara inaendelea. Nimeweka 44 kilometers pia barabara pale Nyandarua ambayo saa hizi inaendelea. Tumeweka kilomita 90 kilometers barabara za Kiambu between Kabete, Kiambaa and Kiambu zinaendelea as I talk to you. Tumeweka barabara ya Kirinyaga kutoka mahali inaitwa PI, hiyo barabara saa hizi